za kimataifa. Na mwisho la 7, taasisi na wadau wote katika viwanja vyetu, hakikisheni mnashiriki kamilifu na kuwa sehemu ya mkakati wa kuimarisha huduma hii ya ndege usafirishaji ili kujenga kitovu cha safari za shirika la ndege hapa Tanzania na mashirika yote ya ndege yaliyosajiliwa Tanzania, sambamba na kukifanya kiwanja cha ndege cha kimataifa hiki cha hapa Dar es Salaam kushindana na viwanja vingine katika kuvutia abiria wengi. Mashirika makubwa ya ndege mengi ya kimataifa yanakuja hapa kwetu Tanzania. Mwisho kabisa, serikali itaendelea kuimarisha ofisi ya msajili wa hazina ili iendeleze kusimamia bodi na taasisi zake za kibiashara za serikali na kuhakikisha kwamba zinasimamia management kufikia malengo tunayotarajia kuyaona. Nimalizie kwa kuwapongeza sana viongozi na watumishi wote wa Wizara ya Uchukuzi, bodi ya wakurugenzi wa shirika la ndege, management ya watumishi wote wa ndege, lakini pia siwezi kuwasahau marubani na mafundi wote wa ndege zetu kwa kuifanya kazi hii ya usimamizi wa shirika hili kuwa la kusimamia maono ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa na mafanikio makubwa. Baada ya kusema haya, sasa niko tayari kuzindua rasmi ndege yetu hii mpya aina Boeing 737-9 Max kama ambavyo imeombwa na Mheshimiwa Waziri. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana, makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwaombe tuendelee kutulia katika maeneo yetu. Viongozi mlioko VIP 2 tuendelee kutulia papo hapo mpaka pale ambako tutawaalika kuweza kusogea katika eneo hili. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na viongozi walioko jukwaa la VIP A wanakuja kwenye eneo ambako kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu atakata utepe kama sehemu ya uzinduzi rasmi wa ndege mpya kabisa Boeing 737-9 Max. Niwaombe sasa marubani wale ambao Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa hotuba yake iliyosheheni mengi kuhusiana na siku hii maalum ya kupokea ndege mpya kabisa ya abiria Boeing 737-9 Max. Sasa anakwenda kukata utepe ule, ishara ya kuipokea ndege ambayo imekwisha fika hapa na kuungana na ndege nyingine kwa ajili ya kuendelea kuliboresha kampuni ya ndege Tanzania ATCL. Viongozi mbalimbali tayari wamekwisha fika katika eneo hili akiongozwa nao Waziri Mkuu, yupo Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mnyamba Rawa, lakini pia mwanasheria mkuu wa serikali, yupo Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kayarara, mwenyeji mkoa wa Dar es Salaam yupo hapa Albert Chalamila, naibu spika bunge naye yupo, na viongozi wengine kwa jumla wanakwenda sasa kukata utepe ule na kukabidhiwa ndege hii pasi na shaka maalum kabisa kwa kuzianza shughuli ikishikiana na ndege nyingine katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuyakata masafa, kulikata anga, kusafirisha abiria kote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na utepe unakaribia kukatwa pale, na tayari ishara kwamba ndege sasa iko katika mikono ya ATCL na makabidhiano yatafanyika, na kinachofuata ni kuelekea kwenye ndege yenyewe kutazama ni nini kilichomo ndani, na huko baadaye tutaungana na mwandishi wetu Ngara Yai Ole Kimosa atupashe yaliyomo ndani ya ndege yenyewe, yafananaje, nini kitakachokuwa kinaendelea, zoezi zima, uzuri wa ndege, maslahi mapana kabisa ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni jambo ambalo tutalitazama katika hiki ambacho kinakuja kufanyika. Yamesemwa mengi na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, manufaa ya ndege yenyewe, lakini pia mtendaji mkuu wa ATCL Mhandisi Ladislaus Matindi, ikitajwa kwamba mapato yameongezeka kwa zaidi ya 100% tangu ongezeko la ndege hizi mpaka sasa zikihesabika 14, ya leo ikizifanya kuwa 14, na ndege nyingine ya 7 kwa awamu ya 6 itafika mwezi April
mwaka huu 2024, na kwa matarajio kufikia mwaka 2025 zitakuwa zinahesabika kufikia ndege 15, na ikiwepo ile ndege kubwa kabisa la mizigo inaweza kubeba tani 54 ambayo ilifika tangu mwaka jana. Na tutatazama humo ndani kulikoni na Watanzania ambao wameifikisha ndege hii kutoka Seattle, wanaita wenyewe Mswahili mwenzangu kiita Seattle, basi tutaelewana vizuri. Ni marubani Mbarak Mohamed Suleiman na Mushi Herman Cyril, wakiwa wamepewa dhamana hiyo ya kuifikisha ndege hii salama bin salmini katika ardhi ya mama Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Takwimu zinasema vizuri kwamba tangu zoezi la uboreshaji ama ufufuaji wa ATCL lipoanza Oktoba mwaka 2016, kipindi cha awamu ya 5, kazi kaendelea awamu ya 6, zoezi limekuwa ni kubwa. Sasa tutazame Ngaraye Ole Kimosa yuko ndani. Ngaraye atatuambia ni nini kilichopo. Salamu zinaendelea. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amekwisha fika ndani ya ndege, anasalimiana na marubani, wanapiga gumzo pale, kusalimiana na kumpasha pasi na shaka habari nyingine za kile kinachoendelea katika safari yote nzima, na particulars criteria ama sifa za ndege yenyewe. Sinapendeza pasi na shaka inapendeza. Wale ambao hawajawahi lao kupanda ndege, ipo siku tu yatakufikia ni mazuri kupanda ndege, kuwa kwenye mwewe wenyewe huo na kuonja raha iliyomo ndani ya ndege. Ni kuomba tu, tunafahamu bei bado, wengine wanasema bei bado ziko juu, pasi na shaka alilisema pia makamu wa rais Dr. Philip Mpango mwaka jana Oktoba alipokuwa anapokea ndege sawa na hii ya Boeing 737. Pasi na shaka itafanywa kazi, hata wale ambao wana kile kipato cha kati, zikiendelea kwa nyingi hivi zitapandwa tu, tutazipanda tu kwa nafasi ya pekee sana. Ameongoza na viongozi wengine katika kusaidi yaliyomo kwenye ndege yetu hii ambayo imekwisha fika katika ardhi ya mama Tanzania. Na tuendelee kutazama kuishuhudia ndege ambayo imefika, ili kujiridhisha isije kuwa ni mbuzi kwenye gunia. Ukaguzi unaonesha kwamba shughuli ni ya kuangalia mambo yote. Tuungane na Ngaraye Ole Kimosa aliyeko ndani ya ndege yenyewe, atusimulie yanayoendelea. Kimosa. Idadi ya ndege kwa mwaka 2021 imefanikiwa na ndege 8, lakini pia na hivi sasa, mtazamaji wa TBC1, tunajaribu kuona namna ya kuzungumza na waziri mkuu kama itawezekana. Shirika la ATCL mwaka 2021 ilikuwa na ndege 8, lakini mwaka 2022 ndege 11, lakini mwaka 2023 ikaongeza ndege na kufika ndege 13. Mwaka 2024 ndege visasa zimefikia 14, na idadi ya abiria wanaendelea kuongezeka kila siku, ambapo abiria kwa mwaka 2021 abiria walikuwa ni 500,000, zaidi ya 537,155, lakini pia kwa mwaka 2022 abiria wamefikia zaidi ya 822,000, na mwaka 2023 abiria wameweza kufika zaidi ya 1,070,000. Ni hatua kubwa zaidi ya maendeleo katika shirika la ATCL, na hivi sasa viongozi mbalimbali wakifuatana na waziri mkuu Kassim Majaliwa katika eneo hili 37-9 Max ilivyokuwa na umaridadi wake. Lakini katika miruko kwa mwaka 2021 miruko 10,000, zaidi ya 10,000, lakini mwaka 2022 miruko zaidi ya 14,000, lakini kwa 2023 miruko zaidi ya 17,000. Mpaka sasa mwaka 2018
ulikuwa umeendelea kuongezeka na vituo pia vimeendelea kuongezeka. Na hivi sasa tuko na rubani mahali hapa, tunaweza kuzungumza naye, mtazamaji wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Mawili matatu, habari yako? Nzuri, habari gani? Salama, jina lako? Naitwa Mushi, Herman Mushi. Herman Mushi. Hali iko vipi ndege hii ya Boeing 737-9? Ni nzuri? Yes. Imetokea wapi na ametumia siku ngapi? Tumetokea Marekani na tumetumia siku 3. Ndio. Hali iko vipi? Vizuri, haina shida. Unazungumziaje shirika la kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL? Kama alivyotoa maelekezo mkurugenzi, inaendelea vizuri. Marubani mnajivunia yapi hasa kwa sasa? Kupata nafasi kama hii na kurusha ndege hizo mpya, najivunia kwa hiyo. Pengine yapi ambayo unatamani kuyaona nchini? Maendeleo kama alivyosema waziri mkuu, ndio mambo tunasimamia. Asante sana. Asante. Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, ni rubani miongoni mwa rubani ambao wame kuja na ndege hii na kuzungumza naye mawili matatu, na ajivunia kikubwa zaidi maendeleo ya ATCL siku hadi siku. Tutawaomba muelekee kwenye ndege kuitembelea ndege hiyo, na tutatokea kwenye mlango wa nyuma. Asante sana. Picha inayofuata sasa ni waombe viongozi wa dini. Sasa waheshimiwa makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, sasa tuweze kwenda kuitembelea ndege na tutatokea mlango wa nyuma. Sasa ni zamu ya viongozi wa dini. Viongozi wa dini, ni waombe viongozi wa dini. Wakati huo ni waombe waheshimiwa bunge na wenye viti wa kamati za bunge wajiandae. Waheshimiwa bunge na wenye viti wa kamati za bunge wajiandae. Tusogee upande huu, tunajaa upande mmoja. Hii ni ya viongozi wa dini, hii ni ya viongozi wa dini. Waheshimiwa bunge, tusubiri. Asanteni sana. Viongozi wa dini tunawapa nafasi ya kwenda kuitembelea ndege na tutatokea mlango wa nyuma. Sasa ni waheshimiwa wabunge pamoja na wenye viti wa kamati za bunge. Naam, baada ya ukaguzi wa ndege ndani, waziri mkuu akiambatana na viongozi wengine kutazama ni nini kilichomo ndani ya ndege, kama tulivyosema isije kuwa ni mbuzi kwenye gunia, pasi na shaka wamejiridhisha wote. Na sasa ni kupiga picha ya pamoja kuonesha kumbukumbu kwamba siku ya Jumanne Machi 26 mwaka 2024 tulipokea ndege nyingine kutoka kampuni ya Boeing, na ndege yenyewe ni Boeing 737-9 Max, na imefika hapa nyumbani tayari, na wahudumu wenyewe wako wanapendeza tayari. Na jambo ni muhimu moja kuihudumia ndege yetu. Takwimu ambazo zimetolewa na pengine kuendelea kukumbusha ni kwamba tangu mwaka 2021 ajira ambazo zilipatikana kutokana na kufufuliwa kwa kampuni ya ndege Tanzania ATCL zilikuwa 595, lakini hisabati tunatuambia mpaka sasa zimefikia 743. Unaweza kupiga hesabu nyingine kwamba ndege hii imefika, na nyingine ambayo imetajwa kwamba itafika ile Dreamliner ambayo itaongeza tena wigo wa usafirishaji kwa mwezi Aprili itakapofika. Itakuwa ni zawadi nyingine kwa vijana wa Kitanzania ambao wanakwenda kujiendeleza zaidi katika masuala ya nayohusiana na ndege, wale hostess, lakini pia
cabin crew nzima, marubani, lakini pia mafundi wenyewe, ukarabati hapa na pale. Japo tunajua kwamba matengenezo huwa yanafanyika nje ya nchi, lakini walao kupata ujuzi kupitia chuo chetu cha usafirishaji Tanzania NIT ni zawadi nyingine ya kuendeleza maisha kwa vijana wa Tanzania walio na ndoto za kufanya kazi za urubani, lakini pia uhudumu katika ndege zetu ambazo zimekuwa zikifika hapa nchini Tanzania. Kumbukumbu nyingine ya kuendelea kukumbushana ni kwamba ndege hii yabeba abiria 181. Viti ambavyo ulikuwa ukivitazama kupitia runinga yako vitabeba abiria 181 na kutakuwepo na partition mbili, yani sehemu mbili. Abiria 165 ni daraja la economy ambalo litabeba abiria 165, lakini abiria 16 ni daraja la biashara, yani business class. Hao watakuwa wakisafiria kupitia ndege hii. Miruko imeongezeka na kutoka 19 mpaka miruko 24 inasafiri kwenda maeneo 14 kote nchini Tanzania, na nyongeza inatajwa itakuwa ni maeneo 5 ikiwemo kule Mafia, ikiwemo na Chingwea kule, lakini itakwenda Tanga Tanzania, bila kusahau kule Musoma, na eneo jingine ambalo ingia kwenye hiyo orodha yatatengeneza yote maeneo 5. Pasi na shaka itakuwa ni maeneo 19 yote kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na uendelezaji wa viwanja vya ndege, ujenzi wa vingine